DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwenye matangazo ya dunia yetu leo asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu watakaosikika, mimi ni Bakari Ubena. DW habari za ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdallah. Urusi yakanusha madai ya Ukraine kwamba raia wa China wanapigana upande wa Moscow. Sudan yadai kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ndio nguvu inayoendesha mauaji ya halaiki nchini Sudan. Rais wa Marekani Donald Trump asema uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kutozitoza ushuru bidhaa za Marekani ni uamuzi wa busara. Habari kamili. The Hague. Sudan imeielezea mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ndio nguvu inayoendesha kile ilichokiita mauaji ya kimbari katika jimbo la Darfur, madai ambayo UAE imeyakanusha vikali na kusema hayana ukweli hata kidogo. Serikali ya mjini Khartoum imeifikisha Umoja wa Falme za Kiarabu mbele ya mahakama ya ICJ ikishtaki kwa kuhusika katika mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Masalit kwa kuunga mkono wanamgambo wa RSF wanaopambana na jeshi la Sudan tangu mwaka 2023. Hata hivyo, UAE imekanusha kuwaunga mkono wanamgambo hao na imeitaja kesi ya Sudan kama tamthilia ya kisiasa na inayoyumbisha juhudi za kuvimaliza vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Moscow. Urusi imekanusha madai yaliyotolewa na Ukraine kwamba raia wa China wanapigana pamoja na vikosi vya Urusi nchini Ukraine. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov ameambia mashirika ya habari nchini Urusi kwamba madai ya Ukraine hayana msingi wowote. Peskov ameongeza kuwa China inashikilia msimamo wa kati kwenye vita kati ya Urusi na Ukraine, ingawa Beijing ni mshirika wa kimkakati na rafiki mkubwa wa Moscow. Kauli ya msemaji huyu wa Kremlin ameitoa siku moja baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kudai kwamba raia wa China wanapigana kwa upande wa wanajeshi wa Urusi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. London. Serikali ya Uingereza imetangaza msaada zaidi wa kijeshi wa pauni milioni 450 kwa ajili ya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey na mwenzake wa Ujerumani Boris Pistorius wataongoza kwa pamoja mkutano wa 27 wa Muungano wa Mataifa yanayoiunga mkono Ukraine leo. Mkutano huo ulikuwa unaendeshwa na waziri wa ulinzi wa Marekani hadi Donald Trump alipoapishwa kuwa rais mnamo mwezi Januari, na tangu wakati huo, kama ishara ya kujiondoa kwa Marekani katika masuala ya usalama barani Ulaya, Healey amechukua jukumu hilo akisimamia mkutano wake wa kwanza mwezi Februari. Wizara ya ulinzi ya Uingereza MOD imesema kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi kitatolewa na Uingereza na washirika wa Ukraine ili kuisaidia kuliimarisha jeshi la Ukraine wanapoendelea kupambana na jeshi la Urusi. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameusifu uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kutozitoza ushuru bidhaa za Marekani kama sehemu ya kulipiza kisasi na kuutaja uamuzi huo kuwa wa busara.
Trump amesema Umoja wa Ulaya ulikuwa umejiandaa kutangaza ushuru mpya kwa bidhaa za Marekani kufuatia uamuzi wake wa kuongeza ushuru, lakini baadaye wakaona jinsi Marekani ilivyoshughulikia swala la ushuru wa China, na hivyo EU ikaamua kutochukua hatua. Mnamo siku ya Jumatano, kiongozi huyo wa Marekani alisitisha kwa siku 90 agizo la kuzitoza ushuru baadhi ya bidhaa zinazoingizwa Marekani kutoka kwenye mataifa mengi isipokuwa China. Na hatimaye Juba, Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi waziri wake wa mambo ya nje baada ya mvutano na Marekani kusababisha mamlaka mjini Washington kufuta viza zote zilizotolewa kwa raia wa Sudan Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Asubuhi hii tutaangazia kesi iliyofunguliwa na Sudan dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ. Utasikia pia uchambuzi kuhusu vita hivi vya kibiashara kufuatia hatua za Rais Donald Trump kuziwekea ushuru nchi kadhaa, pamoja na vuta ni kuvute kati ya Marekani na China kuhusu swala hilo. Wachambuzi wanasemaje? Marekani chini ya Rais Trump, au tunasema Trump 2.0, katika masuala ya kimataifa ni taifa ambalo limeamua kujitenga na kuangalia maslahi yake pekee yake. Na takwimu mpya zinaashiria kuwa idadi ya wanaoomba hifadhi nchini Ujerumani imepungua katika kipindi cha baada ya janga la Uviko 19. Kulikoni? Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali salia nasi. Studioni uko nami Bakari Ubena. Katika matangazo haya tumekuandalia makala fupi ya utamaduni na sanaa, lakini hayo ni hapo baadaye. Kwanza ni uchambuzi wa ripoti zetu. Kesi iliyoanzishwa na Sudan dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ ilianza kusikilizwa hapo jana. Serikali mjini Khartoum inaishtumu UAE kwa kuvunja mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji ya kimbari kwa madai kwamba inawaunga mkono wanamgambo wa RSF ambao wanapambana na vikosi vya taifa. UAE imekuwa ikikanusha madai hayo na kusema hayana msingi. Mwenzangu Babu Abdallah amefuatilia sakata hili na kutuandalia ripoti ifuatayo. Sudan imeieleza mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ndio nguvu inayoendesha kile ilichokiita mauaji ya kimbari katika jimbo la Darfur, madai ambayo UAE imeyakanusha vikali na kusema hayana ukweli hata kidogo. Serikali ya mjini Khartoum imeifikisha Umoja wa Falme za Kiarabu mbele ya mahakama ya ICJ ikiishtaki kwa kuhusika katika mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Masalit kwa kuunga mkono wanamgambo wa RSF wanaopambana na jeshi la Sudan tangu mwaka 2023. Hata hivyo, UAE imekanusha kuwaunga mkono wanamgambo hao na imeitaja kesi ya Sudan kama tamthilia ya kisiasa na inayoyumbisha juhudi za kuvimaliza vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Wakati mawakili wa pande zote mbili, Sudan na UAE, wakitushiana misuli juu ya tafsiri za kisheria katika kesi hiyo, vilio na mateso yanayowakuta raia wa Sudan yanaendelea kuongezeka. Jeshi la Sudan pamoja na wanaharakati wa ndani wamesema shambulio lililofanywa na wanamgambo wa RSF katika mji wa El Fasher siku ya Jumatano lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 12 na kuwajeruhi wengine 17. Akifungua kesi hiyo katika ukumbi wa mahakama ya ICJ, Muawiya Osman, waziri wa sheria wa mpito nchini Sudan, ameiambia ICJ kwamba mauaji ya kimbari yanayoendelea hayangetokea bila ya ushirikiano wa Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwemo kusafirisha silaha kwa wanamgambo wa RSF. Amesema, na hapa namnukuu, msaada wa moja kwa moja ambao UAE umekuwa ikitoa na inaendelea kuutoa kwa RSF ni nguvu inayoendesha mauaji ya kimbari yanayoendelea, ikiwemo ubakaji, uhamishaji wa kulazimishwa na uporaji,
mwisho wa kumnukuu. Waziri huyo wa sheria wa mpito nchini Sudan amewataka majaji wa ICJ waiamuru UAE kusitisha msaada wake uliotajwa kuwa kinyume na sheria kwa RSF na kulipa fidia kamili, ikiwemo malipo ya fidia kwa wahanga wa vita. Shukran Babu Abdallah kwa ripoti hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha kwa siku 90 agizo la kuzitoza ushuru baadhi ya bidhaa kutoka kwenye nchi kadhaa duniani. Lakini wakati huo huo, Trump amepandisha kiwango cha ushuru kwa China hadi kufikia 125%. Ulaya nayo imechukua hatua kama hiyo kwa Marekani. Je, yote haya yanatoa mwelekeo gani katika vita hivi vya kibiashara? Mwenzangu Saumu Mwasimba alizungumza na mchambuzi wa masuala ya mahusiano ya kimataifa, siasa na uchumi kutoka Marekani, Novatus Ishosha. Na kwanza alianza kwa kutoa mtazamo wake kuhusu hatua hii iliyochukuliwa na Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya inategemea mambo mawili ya haraka. Cha kwanza ni kuikumbusha Marekani kwamba haya ni mataifa ambayo yanashabihiana kwa mlengo wa kibiashara, kiuchumi, na ni mataifa ambayo yana falsafa ya aina moja ya kisiasa. Yaani tunapozungumzia falsafa ya kiuchumi na kisiasa hapa ni kwamba ni nchi za kibepari. Cha pili, bara la Ulaya linajaribu kuondoa mgogoro unaotokana na vita vya kiuchumi. Sasa katika weka siku 90, Trump alijaribu kuzungumza kwamba yuko tayari kuyasikia mataifa yale ambayo ameyapa siku 90 kwenda kwenye meza ya mazungumzo na kuangalia ni kwa namna gani kwamba pande zote mbili zinaweza zikanufaika. Tunafahamu kwamba kwa bara la Ulaya suala la urasimu ni la muda mrefu, hasa katika kufanya maamuzi chungu nzima ikiwemo ya kiuchumi. Lakini mara hii katika hili suala la tozo za Rais Trump wa Marekani, Ulaya imeonekana imefanya maamuzi ya haraka sana nayo kuamua tutachukua hatua hii dhidi ya Marekani. Hii hatua iliyochukuliwa na Trump dhidi ya Ulaya kuelekea swala zima la ushuru, nadhani imeifanya Ulaya kuwa thabiti zaidi kuliko ilivyotegemewa. Swala la kuwa thabiti nafikiri ni swala la muda, lakini ni kitu ambacho watakuwa wamejifunza kwamba Marekani chini ya Rais Trump, au tunasema Trump 2.0 katika masuala ya kimataifa, ni taifa ambalo limeamua kujitenga na kuangalia maslahi yake pekee yake, au kwa ile sera ambayo Rais Trump aliapishwa nayo akisema America First. Sasa hivi nchi za Ulaya zimeanza kuona kwamba Marekani si tu ni jamhuri ambayo inataka kufanya mambo yake yenyewe, lakini ni himaya ambayo inaanza kupoteza ushawishi wake mkubwa katika dunia. Na katika hili la China, Trump ameibagua China kwamba ni nchi pekee ambayo hajaipumzisha katika hizi siku 90 katika swala zima la kutoza ushuru. Anatuma ujumbe gani hapa Trump? Anatuma ujumbe wa kisiasa, lakini pia anatuma ujumbe wa ushirikiano katika hali ya kujificha kidogo, na nitafafanua. China ni taifa pekee ambalo katika hali inayoendelea sasa hivi linauza bidhaa zaidi duniani kuliko hata taifa la Marekani, na hii imetokana na hali ya kuwa na viwanda vingi sana vya kuzalisha, lakini pia kuwa na watu wenye uwezo, au tunasema skills za kuzalisha vitu kwa haraka, na makampuni mengi yako kule. Sasa yeye hajaweza kuiwekea siku 90 kuangalia kwamba ile 125% ambayo amesema ataiongeza kama China wanaweza kujibu, lakini serikali ya China imeshasema kwamba nayo itajibu. Lakini Trump amejaribu kuwashawishi kwamba msijibu, kwa sababu kama China itajibu peke yake inaweza kuiathiri Marekani vikubwa sana kuliko haya mataifa mengine ya Ulaya. Alikuwa ni Novatus Ishosha huyo, mchambuzi wa masuala ya mahusiano ya kimataifa, siasa na uchumi kutoka Marekani, akihojiwa na mwenzangu Saumu Mwasimba. Takwimu mpya zinaashiria kuwa idadi ya watu wanaoomba hifadhi nchini Ujerumani imepungua katika kipindi cha baada ya janga la Uviko 19. Hata hivyo, wataalamu wanatahadharisha kuwa taarifa hizo zinapaswa kufanyiwa tathmini kwa tahadhari ili kutoa taswira halisi. Kwa muda mrefu, Ujerumani imekuwa ikipokea idadi kubwa zaidi ya wanaoomba hifadhi katika Umoja wa Ulaya, na hali inasalia kuwa hivyo. Ripoti ya mwandishi wa DW Matthew Ward Agius inasomwa na Thelma Modzaya.
Mwishoni mwa wiki iliyopita, gazeti la Ujerumani la Welt am Sonntag liliripoti kuwa takwimu ambazo hazijachapishwa rasmi zinaashiria kuwa Ufaransa ilipokea idadi kubwa zaidi ya wanaosaka hifadhi katika Umoja wa Ulaya. Idadi hiyo ya 40,871 imeipiku ile ya Uhispania ya 39,318 na Ujerumani 37,387 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu wa 2025. Ijapokuwa takwimu hizo hazijathibitishwa na shirika la Umoja wa Ulaya linalosimamia masuala ya kuomba hifadhi EUAA, idadi ya wanaomba hifadhi Ujerumani imepungua, zinaashiria ripoti za hivi karibuni za jumuiya hiyo. Kadhalika, afisi ya serikali ya shirikisho ya uhamiaji na wakimbizi BAMF. Ujerumani imekuwa ikipokea idadi kubwa zaidi ya wanaoomba hifadhi kwenye umoja huo, ijapokuwa imepungua kwa theluthi moja katika kipindi cha kuanzia mwaka 2023 hadi 24. Kote barani Ulaya, zaidi ya maombi milioni 1 yaliwasilishwa mwaka 2024, idadi ambayo imepungua kwa 11% mwaka hadi mwaka. Idadi hiyo inajumuisha pia maombi yaliyopungua tangu Oktoba kutokea Syria, Afghanistan na Uturuki. Kwenye taarifa yake, mamlaka ya EUAA ilielezea DW kuwa inaifahamu ripoti hiyo ya gazeti la Welt am Sonntag. Kama shirika halina uwezo wa kuzungumzia ripoti ambazo hazijathibitishwa, maana taarifa hizo zimeangaziwa na vyombo vya habari vya Ujerumani. Zipo sababu nyingi za kuomba hifadhi kwenye nchi nyingine, zikiwemo migogoro ya kisiasa, mizozo, vitisho vya usalama, mateso na hata madhila ya mabadiliko ya tabia nchi. Kulingana na mtaalam na mhadhiri katika chuo kikuu cha Leiden kilichoko Uholanzi, Sarah Wolf, hakuna anayechagua kuomba hifadhi au kuwa mkimbizi, na pia hana uwezo wa kuteua nchi anayoitaka. Mabadiliko ya sera, mfano nchi kukataa kufanyia kazi maombi ya hifadhi, vitisho vya kurejeshwa nyumbani, mipaka iliyodhibitiwa zaidi, uhasama dhidi ya wakimbizi ndani ya nchi ambayo ina uwezo wa kuwapokea, ni mambo yanayowabadilisha nia wanaotafuta hifadhi, hasa wanaokabiliana na vita au mateso. Ilikuwa ni ripoti yake Thelma Mwadzaya. Ni matangazo ya DW kutoka hapa mjini Bonn. DW tunavuma kwa kishindo. Takriban wanawake 129 waliuawa kote nchini Kenya katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2025, huku karibu visa vyote vikiripotiwa kuwa ni mauaji. Hayo ni kulingana na takwimu kutoka Huduma ya Taifa ya Polisi na Kituo cha Taifa cha Utafiti wa Uhalifu. Ripoti hiyo inajiri huku visa hivyo vikizidi kuongezeka. Shisia Wasilwa na maelezo zaidi. Ripoti hiyo inayochora taswira ya kuhuzunisha inaonyesha kuwa mwezi wa Machi ulisajili idadi kubwa zaidi ya mauaji ya wanawake kwa visa 44, ukifuatiwa na Januari iliyorekodi vifo 43 na Februari vifo 42. Asilimia 60 ya visa hivyo vinaonyesha kuwa waathiriwa waliuawa na jamaa zao wa karibu. Nairobi iliongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya mauaji ya wanawake kwa visa 19, ikifuatiwa na majimbo ya Kiambu iliyoandikisha vifo 17, Kilifi 16 na Trans Nzoia 13. Takwimu hizi zilitolewa wakati wa mkutano wa jopo kazi la kiufundi kuhusu ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake, ambao pia uliashiria mwisho wa mashauriano na wadau wanaoshughulikia ukatili wa kingono na kijinsia na mauaji ya wanawake kote nchini. Mkuu wa masuala ya kisheria katika huduma ya polisi nchini Amos Omuga amependekeza kuanzishwa kwa mahakama za haki ya kijinsia katika kila kaunti ili kuharakisha usikilizaji wa kesi za unyanyasaji wa kijinsia na mauaji ya wanawake. Kile kinachohitajika kufanyika ni kuboreshwa kwa mifumo iliyopo ili masuala haya yote yaangaziwe. Pengine tunahitaji kuweka muda wa kuyashughulikia na kuyapa uvumbuzi. Wanaume walihusika katika 85% ya mauaji hayo, wanawake 10%, huku 5% iliyosalia ya watuhumiwa haijajulikana. Ili kuboresha uratibu na mwitikio, Kituo cha Utafiti na Uhalifu kilipendekeza kuanzishwa kwa mfumo wa data wa pamoja unaopatikana kwa wadau wote husika na kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji ili kukomesha tamaduni kandamizi zinazochochea ukatili dhidi ya wanawake. Pia aliunga mkono matumizi ya mfumo wa kidijitali kwa zana za kuripoti visa vya unyanyasaji ili kuruhusu waathiriwa kuwafahamisha maafisa wa usalama kwa haraka na kwa siri. Wakenya wamewalaumu polisi kwa visa hivyo. Ni jambo ambalo limetia wengi wasiwasi, hasa sisi
watetezi wa haki za binadamu, sababu tunajiona kwamba tuko katika mstari wa mbele kupigania hizi haki. Inatia watu hofu kwamba huenda ikawa vitengo vya usalama havifanyi kazi yao kikamilifu. Na vile pia tunaona kwamba bado hawajashikilia hunu uskani wa kuhakikisha kwa haki inatimizwa, kwa sababu ikiwa watu wanawategemea wao na wao bado mpaka hivi sasa wamezembea katika kazi yao, basi lazima wafanye bidii. Ripoti hiyo pia ilibaini kuwa wahalifu wengi walikuwa wanawajua waathiriwa. Silaha kali kama visu na mapanga zilitumika katika 40% ya mauaji, vitu butu 30%, kunyongwa 15% na silaha za moto 5% ya visa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Tukamilishe uchambuzi wetu na ripoti hii inayosema kwamba kesho Aprili 12 ni siku ya kimataifa ya watoto wa mitaani, na DW imeamua kuangazia maisha ya watoto hao katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Mwandishi wetu wa Kinshasa, John Kanyunyu, alitembelea mtaa mmoja wa Lingwala karibu na bunge la taifa la DRC na kutuandalia ripoti ifuatayo. Hiyo ni baadhi ya mijadala wanayokuwa nayo watoto wa mitaani hapa mjini Kinshasa, ambapo kuna shuhudiwa aina mbalimbali ya watoto wa mitaani. Kuna wale wanaojulikana kama kuluna, ambao ni hatari zaidi kutokana na vitendo vyao vya wizi kwa kutumia mapanga. Na kuna wale ambao wanaiba simu, pesa na vitu mbalimbali mitaani bila ya kuwashambulia watu. Katika mtaa wa Wileri nilikutana na kijana huyu mwenye umri wa takriban miaka 12, lakini anayevuta bangi mchana kweupe. Anatueleza matatizo anayokabiliana nayo mitaani, ikiwa ni pamoja na kukosa chakula. Nimesha kiona cha mtema kuni mitaani. Kuombaomba naumia sana, ni taabu na nimezidiwa kabisa. Tangu asubuhi sijapata hata mkate baba yangu. Sijaweka kitu chochote mdomoni. Ukinipatia kile ulicho nacho, ndicho nitakachokula. Ili kupata chakula huwa nalazimika kuombaomba. Kwa kusema kweli nateseka mno mitaani. Nimekuwa nikiishi hapa kwa muda mrefu. Nimekulia mitaani na hawa ndio mababu zangu wa mitaani. Wakati mwingine ili kupata chakula tunalazimika kula mbwa. Watoto wa mitaani wa mjini Kinshasa huishi mara nyingi kwenye vituo mbalimbali vya gari za abiria, huku kila kituo kikiwa na kiongozi wake. Luzolo Justin ni mkuu wa kituo cha watoto wa mitaani maarufu Mashege katika eneo la Wileri. Anaelezea jinsi wanavyowapokea mashege wapya na jinsi wanavyowalinda. Hapa kama mtu anakuja tunamsaidia. Kama huyu ni mtoto mdogo lazima tumsaidie, kwani ni mtoto mfulana na ulimwengu tuliomo hapa ni walala hoi. Hapa tunalala nje na kazi yetu ni usiku. Na wanapokuja mtaani watoto wadogo kama kijana huyu, basi tunawasaidia kujiunga na maisha yetu, kwani naye ni binadamu na anayo haki ya kulindwa. Mashirika kadhaa yasiyokuwa ya kiserikali yanajaribu kuwasaidia baadhi ya watoto wa mitaani ili kukabiliana na maisha ya mitaani ambayo ni magumu mno. Rosi Mbweki ni mmoja wa viongozi wa shirika la kibinadamu la ASD ambalo linawahudumia watoto hao wa mitaani pamoja na wanawake. Ndani ya miradi ya ASD kuna vile hiyo jambo ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwafunza kazi za kidogo kidogo za mkono za kuweza kuwasaidia kwa siku ambazo zinakuja waweze kujitegemea. Ndio ni kama kazi za kwa kufundisha kutembeza gari, kwa useremala na mekanika na hiyo ya kuweza kushona nguo. Takwimu za mwaka 2024 zilizotolewa na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali, ikiwa ni pamoja na mtandao wa wasimamizi wa watoto wa mitaani JR, zimebaini kuwa mjini Kinshasa kuna watoto wa mitaani ambao idadi yao inakadiriwa kati ya 20,000 na 50,000. John Kanyunyu, DW, Kinshasa. Tumefikia mwisho kabisa wa uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala fupi ya utamaduni na sanaa. DW Utamaduni na sanaa. Kwa macho ya kawaida, mwani huenda unaonekana kama kitu kisicho na maana, lakini kwa wakazi wa pwani ya Kenya ni zaidi ya mmea. Ni kiungo cha asili kinachobeba urembo, tiba na utamaduni wa Kiswahili.
na moja ya matumizi yake maarufu ni katika utayarishaji wa singo. Utamaduni wa kale wa urembo unaozidi kuibuka tena kwa kishindo katika pwani ya Kenya. Karibu kwenye kipindi cha utamaduni na sanaa. Mimi ni Fathia Umar. Singo ni desturi ya kale yenye mizizi ndani ya jamii za Waswahili wa pwani ya Afrika Mashariki, hasa Kenya, Tanzania na visiwa vya Lamu na Zanzibar. Kwa karne nyingi, kusingwa ilikuwa sehemu muhimu ya maandalizi ya bibi harusi. Mabibi waliandaa mchanganyiko wa viungo vya asili, wakamsinga bibi harusi kwa siku kadhaa kabla ya ndoa yake, kama ishara ya kumtakasa, kumpa mvuto na kumwandaa kimwili na kiakili kwa maisha mapya. Desturi hii ilihifadhiwa kizazi hadi kizazi kupitia wanawake wa ukoo kama urithi wa urembo na hekima ya wanawake wa Kiswahili. Katika saluni ya Royal Singo and Swahili Spa mjini Mombasa, tunamkuta Regina Chimbi, mteja ambaye ni mama wa makamu na mfanyabiashara. Yeye amefika hapa kwa ajili ya kujiremba. Moja ya huduma anayoipenda zaidi, kusingwa. Mume wangu yuaje, ni mtu wa safari. Nimekuja nimesingwa na pia nimekandwa vizuri mpaka nasikia mwili wangu umerelax vizuri. Ule uchovu wote umekwisha. Leo nasikia tu ni msafi. Singo si tu mafuta au mkorogo wa ngozi, ni tiba ya mwili na roho. Ilichanganywa na mabibi zetu kwa viungo vya asili. Mchanganyiko huu hupakwa mwili mzima ili kung'arisha ngozi, kuondoa uchovu na kuacha harufu ya kuvutia, kama anavyofafanua zaidi Zainab Bashir, mtaalamu wa masuala ya urembo. Kwenye singo tunatumia vitu vingi kama liwa, tunatumia mandano, tunatumia karafuu, iliki, vitu vingi vinasagwa, vinachemshwa. Na main ingredient ambayo tunatumia kwenye singo yetu ni mwani, na mwani inapatikana baharini. Faida za singo ni nyingi mno. Inaaminika kuondoa ngozi iliyokufa, kupunguza mabaka na kuifanya ngozi kuwa laini, nyororo, yenye mvuto na harufu ya asili. Mwanamke akiingia hapa anakaribishwa na glasi ya maji ya kunywa. Mwanamke anachukuliwa na anapelekwa kwenye room yake. Room yenyewe inanukia manukato mazuri ya oud. Kitanda tayari kimetayarishwa na maua tunakuchorea. Sasa ukifika pale kwenye kile kitanda chako, watu wamekuwekea leso yako. Sisi hatutumii tauli hapa kwetu. Kuna disposable panty hapo, unavaa, unawekwa kwenye kitanda. Kuna maswali mawili matatu lazima tumuulize, tumjue, tuhakikishe usalama wake na wetu uko sawa. Usingaji wenyewe unakandwa, unasuguliwa mwili. Yani ukitoka hapo umerelax, umependeza na unafurahi. Lakini singo si urembo tu. Imegeuka kuwa chanzo cha ajira kwa wanawake wengi wa pwani. Kina mama waliorithi ujuzi huu wa jadi sasa ni waalimu na wajasiriamali, wakihifadhi urithi huu wa Kiswahili na kujipatia kipato kwa wakati mmoja. Tumsikilize tena Zainab Bashir, mtaalamu wa urembo. Unapata wanawake wengi wakija mtu akwambia, leo nimekumbuka ile miaka ya nyuma nilipokuwa naolewa. Kwa nini iwe hivyo? Mwanamke ni urembo, ni upambe, unafaa upendeze, uwe mzuri, uwe unawiri kila siku, uwe una mume, uwe hauna mume. Na hadi hapo ndio tunakamilisha makala ya utamaduni na sanaa. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Fathia Umar. Kwaheri ya kuonana. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Asante kwa kutenga muda wako na kutusikiliza, na kualika ujiunge nasi saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki kwenye dunia yetu leo mchana. Mimi ni Bakari Ubena, sina la ziada ila kukutakia asubuhi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi.
Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.